عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Ndugu zangu watukufu Islam, ama baada ya kumshukuru Jalla fi'ala na kutaka rehma za ziada na amani ziwe kwa kiongozi wa umma nesi mwingine ni Bwana Muhammad. Leo ni siku ya Eid, tunamshukuru Allah Jalla fi'ala kutufikisha kwa mara nyingine katika hii siku, huku akitujalia tukiwa ni wenye afya njema pamoja na uzima. Alhamdulillah rabbil alamin. Sitakuwa na mambo mengi sana ya kukumbusha katika hii siku ya leo, lakini napenda kusoma aya moja ambayo Allah tabaraka wa taala anasema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum madha qaddamat lighad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Allah anasema, enyi mlioamini, taqullaha, mogopeni Allah tabaraka wa taala, walitanzur nafsum ma qaddamat lighad, lakini na itazame, ichunguze nafsi ni kipi ambacho imetanguliza kwa ajili ya kesho. Wattaqullaha, lakini mogopeni Allah, inna Allah khabirun bima ta'malun, hakika Allah tabaraka wa taala ni mwenye kutoa habari kwa yale yote mnayofanyaje, mnayoyafanya. Kwa hiyo kila mmoja katika hii dunia ni lazima iandalie nafsi yake kitu chochote ambacho kitakachoweza kumsaidia akhira, ama baada ya kuwa tayari ametoka katika maisha ya dunia haya na kuingia katika maisha mengine ya barzakhi, na baada katika maisha ya barzakhi kuna kufufuliwa na kuhesabiwa. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu Islam, tujikite katika kusoma Qur'ani, kuwapeleka wanafunzi wetu madrasa na kuwajali walimu pamoja na mayatima, hata vile vile wajane nao pia tusiwasahau. Katika hii siku ya Eid tujichunge sana kumwasi Allahu tabaraka wa taala, kwani Allah mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man asa Allah fi yawmin Eid fakaannama asahu fi yawmin Eid, yoyote ambaye atakayemwasi Allah tabaraka wa taala katika hii siku tukufu ya Eid ni kana kwamba amemwasi Allah tabaraka wa taala siku ya Kiyama. Billahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.